Kwa sisi kombe la ligi sisi hatuna. Sisi tuna FA tu. Wakina Kasongo wataweza? Kombe la shirikisho. Tutapigwa mpaka viboko kama kusimamia ligi ndio changamoto. Mambo yamekuwa mengi. Nsajigwa. Naam. Unaungana elbow kwamba mashabiki wa unyamani licha ya hapa walipo lakini wasitegemee makombe hayo matatu, au unaona possibility makombe mangapi mnyama anaweza akamaliza naye? Of course paka saizi nafasi wanayo kwa sababu hawajatoka kwenye shindano lolote. Kwa nafasi iko pale, lakini sasa kwenye hiyo nafasi kuna changamoto naweza kusema au vipengele vingi ambavyo wanatakiwa kuvivuka ili kuweza kufikia hiyo mawazo au ndoto hizo kuwa nazo. Moja kipengele cha kwanza ni kikosi chao wenyewe, yani kabla ya kwanza kumwangalia mtu mwingine ni timu yao wenyewe ambao wapo nayo. Unajua unapokuwa unashiriki michuano mingi maana yake unakuwa na michezo mingi. Kwa hiyo uwe na michezo mingi lazima uwe na wachezaji wengi ambao ni bora ambao watakushindia karibu kila mechi. Na hapo alipofikia ni hatua za mwishoni sana ambazo zinahitaji quality kubwa zaidi, kwa sababu sasa ameingia nusu finali. Mshindano ambaye yuko mbele huko ni Yeza Kagera Sugar au Singida Black Stars. Kwa quality ya Singida against Kagera inawezekana Singida akapita. Kwa mara pasi Singida huyu hapa. Maana yake rotation ya jana inawezekana tusione kwenye hiyo mechi ya nusu finali. Ukija kwenye ligi pia ana mchezo 7 imesalia. Na inawezekana mchezo pia kaa karibu. Hiyo kuishinda hiyo michezo pia atahitaji kuwa na kikosi chake imara kwa sababu kuna mwishoni na kwenye ratiba yake hapo kuna watu pia anacheza nao ambao wanagombania kushuka daraja, wengine wasicheze playoff, kwa watakuwa anakuja na nguvu yale ya juu kuweza kupata alama kwake. Kwa ile pia aweze kukusanya alama, inawezekana tushuhudie rotation. Wakati huo kwenye kombe la shirikisho pia anacheza na Stellenbosch. Inawezekana huwa kani mpinzani wa kawaida kwa maana ya uzoefu wake mshindano, quality aliyokuwa nayo. Lakini ikitokea anaenda huko mbele kuna Yeza Constantine au RS Berkane. Berkane anaonekana kuwa karibu zaidi kwa sababu kuna michuano ya ndani. Sasa kwenye eneo la ubingwa wa ligi tayari ashatangaza ubingwa. Mawazo yake mengi yapo huko na kwenye Sloan Cup ya pale nchini Morocco. Kwa hiyo ni kipengele cha kwanza. Je, kwenye michezo mingi ambayo yuko nao, uwezo wake kurotate kikosi afa kapata ubora ule kwenye baadhi ya maeneo ambayo ni muhimu sana kuamua mchezo inaonekana kuna shida. Sasa eneo la kiungo ushambuliaji. Ndio maana hapa Akanda anasema ikitokea Joshua Mtwade akiwaka anaweza kaisaidia timu kwenye eneo la kutengeneza nafasi kwa sababu anaona waliopo bado kuna hiyo shida. Kwa hiyo ni kipengele cha kwanza ambacho kipo ndani ya timu kwamba kwenye maeneo muhimu kama hilo la kiungo ushambuliaji ambalo ndio itatengeneza magoli na kuipatia timu ushindi. Kwenye kufanya rotation imekuwa ni shida. Michezo miwili ya Al-Masry wale watatu Mpanzu, Kibo pamoja na Jinchaz wote hawakufanywa hesabu. Yote miwili wamecheza mwanzo mpaka mwisho. Sasa vuta picha, umetoka kucheza na Al-Masry, labda ingetokea ratiba inayokuja ni Singida Black Stars nusu finali. Wale inabidi tena wacheze tena. Wakati huu Singida labda na wiki amepumzika. Unaona kabisa kutakuwa kidogo kuna issue ya uchovu ambayo wakati mwingine zapelekea kuweza kupunguza ubora. Kwa hiyo ni kipengele cha kwanza kama kikosi kinaonekana hakitoshi kushindana kwenye mashindano mengi. Lakini cha pili ni hicho ambacho amegusia Elbo ni washindana ambao wanashindana nao. Kwenye ligi Young Africans yuko pale na timu bora hivi sasa Afrika Mashariki na Kati. Kwenye FA pia Yanga bado yupo pale, lakini pia kuna ongezeko hilo la Singida endapo akipita. Kuichi pia ni kipengele kingine. Kwenye kombe la shirikisho pia uwepo wa RS Berkane ambaye inawezekana asipite, maybe kama ombi wao ikienda sawa kama vile ilienda kwa Zamalek labda atolewe na Constantine, labda mzigo unaweza kupungua, lakini kiuhalisia Berkane ana hiyo nafasi ya kuweza kupita mbele. Kwa hiyo kwenye harakati za kugombania makombe matatu Constantine akipiga Berkane mnyama anawezekana matumaini kama ambavyo baada ya Zamalek matumaini anaweza akafufuka, lakini si mpinzani ambaye ni mchekeni kama mpinzani ambaye unaenda kucheza unaamini unaweza kupambana naye kwa sababu alikuwa naye kwenye kundi akachukua alama kwake, lakini bado ni mgumu pale. Hizi timu nne zilizobaki labda kwenye shirikisho Simba na mranki namba ngapi kwa ubora? Yani tuache hizi ranki za uhalisia, yani performance ya hivi sasa kwa ubora atakuwa wa pili katika hizi timu nne, wa pili. Kwa hiyo possibility ya kuwa bingwa ipo. Of course possibility ya pili maana yake wewe unafaida. Ndio maana nimesema mwanzoni pia kwa sababu ipo kwenye mashindano nafasi anayo, lakini changamoto zake zilizobaki yeye ni wa pili kwa ubora. Wakanda kwa mujibu wa Ebo na Nsajigwa kwenye haya mengine makombe haya mengine mawili ya kikwazo Yanga. Jana kwenye kipenga nilikuwa nagusia ubora wa Simba na ubora wa Yanga, na nikasema kwamba mpinzani pekee ambaye Simba ligi inavyoanza anaweza akawa anafikiria mara mbili namna ya kucheza naye ni Young Africans. Mpinzani pekee ambaye Yanga ligi inavyoanza anaweza akawa anafikiria mara mbili kucheza naye ni Simba Sports Club. Kwa hiyo obviously nawaelewa wanavomtemi Young Africans kama challenge ya Simba kwenye safari yao ya kutoa hizi treble.
Simba nafasi yake binafsi yeye kwenye kutoa treble itabaki pale pale, kwa sababu yupo kwenye makombe yote. Tena makombe hayo yupo kwenye hatua za mwisho. Ligi yupo kwenye michezo ya mwisho, tofauti ni alama moja ikitokea akapata faida ya kushinda michezo yake yote. Pia kuna Federation ambaye yuko nusu finali, pia kuna CAF ambaye pia yuko nusu finali, meaning Simba ni mshindani wa mataji yote ambayo yapo mbele yake msimu huu. Sasa hapa kwenye engo ya kuwa mshindani huwa kuna unashindania kwa kiwango kipi, ama uwezo wako wa kushindana na kufanikiwa upo wapi, ama utapata vikwazo gani katika hiyo safari. Kwangu mimi challenge pekee ya Simba Sports Club nitaicomprise kwenye jumla ya michuano yote, sito select baadhi ya michuano. Na comprise vipi? Simba ndani ya siku 40 zinazofuata kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 5, ambapo fixture ama kalenda ya ligi yetu itakuwa inatamatika kwenye michuano yote. Federation hiyo ligi kuu pamoja na shirikisho la Afrika, tarehe 30 hivi vyote vitakuwa vimekamilika. Meaning kutokea tarehe 20 Simba atakapocheza dhidi ya Stellenbosch mpaka tarehe 30, hapa katikati Simba ana michezo zaidi ya 14. Michezo hii 14 humo ndani kuna safari. Michezo hii 14 humo ndani kuna nusu finali ambazo intensity itakuwa juu. Michezo hii 14 humo katikati, hapa nimempa Simba faida ya kucheza mpaka finali ya CAF Confederation. Nimempa Simba faida ya kucheza finali ya CRDB Federation pia. Kwa hiyo nimempa pia faida ya kushinda michezo yote mpaka atakapokuja kwa challenge kwa Young Africans. Kwa hiyo najikuta kwamba ndani ya hizi fixture 14 ambazo zitakuwa ndani ya hizi siku 40, hapa kutakuwa kuna tofauti ya masaa 72 kwenye kila mchezo. Hapa kuna kusafiri. Masaa 72 maana yake ni wastani wa siku 3. Wastani wa siku 3. Humo katikati ni kuna kusafiri, kuna kila kitu. Katikati ya hizo safari kuna wapinzani ambao utacheza nao, intensity ya michezo itakuwa migumu. Utaenda kucheza against Singida, utaenda kucheza against Young Africans. Kwa hiyo unajikuta kwamba Simba Sports Club ili ashinde treble msimu huu inatakiwa tuishuhudie Simba bora kuliko Simba zote ambazo tumewahi kuzishuhudia tangu mwaka 1936 Simba timu ya Simba inapoundwa. Ndani ya siku 14, ndani ya siku 40 kucheza michezo 14 ambayo inakuhitaji kushinda yote. Yani hii 14 ambayo unaizungumza hapa, kikosi hicho hana kushinda michezo 14 ndani ya siku 40. Sikiliza, hakutakiwi kuwa na sare. Hakutakiwi kuwa na kitu chochote kilichopungua hapo essence ya ubora. Hiyo sare michezo ligi kuu. Yes, ligi kuu. Kwa hiyo Simba anatakiwa ndani ya michezo 14 katika siku 40 ashinde michezo yote. Kwangu sisemi haiwezekani. It is possible. Kwenye mpira siwezi kuweka kauli ya impossible, lakini possibility ya kufanya hivyo ndio ambayo inakuja kuleta tatizo. Tumalize kwenye hili kwa sababu umetaja idadi ya siku kuanzia mchezo wao unaofuata wa Jumapili, siku ya Pasaka mpaka kuendea tarehe 30 ya mwezi, kwa sababu ligi kuu ni tarehe 25. Ligi kuu 25, Federation tarehe 30. Tutazame wewe, labda ukitazama kwenye ratiba ilivyo bana. Kwenye ligi kuu michezo ipi ambayo kwako unaiona crucial ya Simba ambayo inaweza ikamfelisha? Ebo na Nsajigu wamegusa kikosi. Kuna eneo kama hawaamini kama kinaweza kikahandle hii situation, si ndio? Michezo ipi ambayo unaona kwao inapaswa kuwa ndio ina concern kubwa zaidi kwamba bwana Singida Black Stars, labda Prison, labda siji Yanga, kina nani ambao wanatisha kwenye hii fixture kwa ujumla? Kwenye fixture ya Simba Sports Club anayetisha msimu huu Singida Black Stars nitamweka pale, nitamrank pamoja na Young Africans. Hizi ndo fixture mbili ambazo zinatishia kwenye essence ya ubora kwenye zile dakika 90. Lakini huku kwenye FA pia kuna Singida. Anampa faida Singida kucheza nusu finali. Sasa hapa kinachokuja kuongezeka ni kwamba yes, hawa wengine kama nilivyogusia ile kauli ya mwanzo, ndio maana nilianza na ile kauli ya mwanzo kabisa kwamba Simba anamfikiria Yanga peke yake mara mbili na Yanga anamfikiria Simba peke yake mara mbili. Hapa katikati sasa kuna wapinzani ambao wanaweza wakafaidika na Simba kucheza michezo mingi kwa mfululizo. Kwenye hiyo faida unaweza ukaenda ukahold, ukamshikilia Simba ukaondoka na sare. Kumbuka katikati hapo Simba na Mashujaa, Simba na game dhidi ya JKT, Simba na game dhidi ya kina Kagera, Simba na game dhidi ya Pamba, Simba na game dhidi ya Ken Gold. Kwenye ligi Simba na game dhidi ya Singida tena. Kuna koja jikuta kwamba katikati ya hii fixture yawezekana challenger pase kwenye zile dakika 90 ni Singida na Yanga. Lakini unaweza ukakuta unaenda kwenye game against JKT anapata faida kwa sababu moja, kwamba kwanza
either Simba akapata maamuzi okay, hebu nipumzishe baadhi ya wachezaji kwa ajili ya mchezo mgumu unaofuata, ama akaenda akamkuta Simba ambaye safari imemchosha, mechi imemchosha, JKT anaamua okay, mimi nakaa kwenye low block, napata faida hata ya kuondoka na sare kwenye mchezo wako. Kwa hiyo kwangu mimi Simba Sports Club vikwazo vyake vipo kwanza kwenye ratiba kwa ukubwa, lakini pia na hawa wapinzani ambao Simba atabidi hawa challenge ili aweze kuitoa hiyo treble. Na narudia tena, ili tushuhudie treble kwa Simba msimu huu, tunahitaji kuishuhudia Simba ambayo hatujawahi kuiona miaka yote tangu Simba inaanzishwa. Bana, bodi ya ligi wanaweza kaamua kujitoa shindano moja. Bodi ya ligi ni wasikivu na busara kwenye mpira wetu zinaendeshwa. Mechi 14 ndani ya siku 40, wastani wa masaa 72. Hawa ni wawakilishi wa nchi, kuna kusafiri, barua iandikwe hapo katikati, ligi ichelewe tu kuisha. Wakati kwa jamani, bodi ya ligi sisi tuna finali, tuna nusu finali, tuna hiki, tunaomba yani na hapo sio tu kwenye kusogezea, kwa sababu kama ikitokea ndani kuna Yanga unashindana naye wote wakubwa, ikitokea Simba Sports Club amefika finali ya CRDB Federation, Simba amefika finali ya shirikisho, ligi haiwezi kuisha mwezi wa 5. Ligi ni lazima itaisha mwezi wa 6 kwa sababu ifuatayo. Finali ya kwanza ya CRDB Federation, finali ya CRDB Federation kwa mujibu wa ratiba ni tarehe 17 ya mwezi wa 5. Finali ya kwanza ya Confederation tarehe hiyo. Finali ya CRDB Federation, finali ya CRDB Federation ni tarehe 30. Finali ya pili ya CRDB, finali ya pili ya CAF Confederation ni tarehe 30. Kwa unajikuta kwamba ikitokea nusu finali, ile ya kwanza kwa nusu finali, nusu finali ya Simba na Singida inaweza ikawa tarehe 17. Umesema tarehe ya Federation, nusu finali ya CRDB Federation ni tarehe 17. Nusu finali ya CRDB, ambayo finali ya kwanza ya CAF Confederation ni tarehe hiyo. Finali ya pili ya CAF Confederation ni tarehe 30, ambapo finali ya CRDB Federation ni tarehe hiyo. Hii ni kwa mujibu wa kalenda ya ligi kuu iliyopostiwa kwenye tovuti, kwenye kurasa za kijamii za ligi kuu. Kwamba CRDB Federation hapa finali ni tarehe 31, CRDB 31, lakini Confederation finali ni tarehe 30.